Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Kumbuka bado swala zima la umwagaji wa damu linaendelea na Urusi anaendelea kufanya mashambulizi kama kawaida ndani ya eneo la Ukraine, na Ukraine naye anaonekana kujibu kwa namna moja namna nyingine kwa kuhakikisha pia basi naye hakai kinyonge zaidi. Na zipo taarifa mbalimbali ambazo nimezipokea kutoka uwanja wa kivita kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya hapa hatua kwa hatua ni kuendelea kukusogezea upate nafasi ya kufahamu zaidi yale ambayo yanaendelea kushika hatamu zaidi. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba kikosi cha wanajeshi wa Ukraine wakiongozwa na mamluki kutoka Colombia Jose Luis Pocheo Navarra kimejisalimisha kwenye mkoa wa Zaporizhzhia. Mwandishi wa habari wa TASS anaripoti nafasi 3 za vikosi vya kijeshi vya Ukraine ambapo jumla watu 20 walikuwa wamejipanga zilishambuliwa na wanajeshi wa Urusi. Mamluki huyo wa Colombia alisema nafasi hizi 3 ziliunda umbo la L zikiwa na watu 10 kwenye kituo chetu ikiwa ni pamoja na mimi. Katika sehemu zingine 2 kulikuwa na watu 6 na 7, Navarra alisema. Kulingana naye, shambulio kwenye nafasi za Ukraine lilikuwa la haraka na wanajeshi wengi wa Ukraine walijisalimisha bila upinzani. Vile ni kwamba vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimeshambulia mkoa wa Kursk unaopakana na Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani 26 za aina mbalimbali ndani ya saa 24 zilizopita, pia vikifanya mashambulizi 80 ya mizinga katika muda huo. Gavana wa eneo hilo Alexander Heichstein anaripoti. Pia Urusi imetumia makombora ya Kinzhal hypersonic angalau mara 44 wakati wa kushambulia malengo ya kijeshi nchini Ukraine wakati wa operesheni maalum ya kijeshi, kulingana na hesabu za chombo cha habari cha Urusi. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, matumizi ya kwanza ya mapigano tata yalirekodiwa mnamo Machi 18, 2022 wakati kombora la hypersonic liliharibu ghala kubwa la chini ya ardhi la makombora na risasi za anga za wanajeshi wa Ukraine kwenye makazi ya Delatin, mkoa wa Ivano-Frankovsk. Marejeleo matatu ya matumizi tata hiyo yalirekodiwa mnamo 2022, mawili 2023 na 2024, yako pia 2025 na mnamo pia 2026 Kinzhal imetumika mara 2 hadi sasa. Wizara haibainishi idadi ya makombora yaliyotumika, ikionyesha tu kweli kwamba makombora hayo ya hypersonic ni tata yaliweza kutumika kwenye maeneo magumu. Kumbuka, kwa mujibu wa Rais wa Urusi Vladimir Putin, kombora la Kinzhal alieleza sifa zake kwa ufupi tu. Mfumo huu ni moja ya mfumo ambao kwanza ni kombora lenye kasi ni mara 10 kasi ya sauti. Masafa ni zaidi ya kilomita 2000. Kombora hili hupita kwenye njia zote, ambayo inaruhusu kuvunja mifumo yote ya ulinzi wa anga na makombora. Imewekwa na vichwa vya vita vya kawaida na vya nyuklia. Uzito wa kichwa cha vita ni kilo 500. Kombora la Kinzhal lina muonekano mdogo kama rada na uwezo wa juu wa kuelea, na limeundwa kuharibu malengo ya nchi kavu na baharini. Hilo ni kombora la Kinzhal hypersonic ambalo Urusi kilitumia ni kwa maeneo ambayo yamekuwa kiburi zaidi, na baada ya hapo hatumii tena kombora hilo, anaendelea na silaha nyinginezo. Vile kikosi cha mapigano cha Urusi magharibi kimeharibu roketi 3 za HIMARS za Ukraine na ndege zisizo na rubani 42. Hayo yakiendelea, jeshi la anga la Ukraine limepoteza ndege 85 za Su-27 tangu kuanza kwa operesheni maalum ya kijeshi, kulingana na hesabu za chombo cha habari cha Urusi. Hii ikiwa ni hasara ambayo taifa la Ukraine imepata kwenye vita hivi. Na sasa kumbuka, Ukraine amekwenda kutoa usaidizi kwa Marekani huko kwa kumpa baadhi ya ndege zake zisizo na rubani na ndege nyingine pia za kivita. Wiki iliyopita ikawa yenye umwagaji damu zaidi tangu mwanzo wa mwaka, huku watu 30 wakiwa wamekufa na 183 wakiwa wamejeruhiwa na wanamgambo wa Ukraine. Balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kwenye uhalifu wa kivita wa Kiev, Rodin Miroshnik, anasema kupitia Izvestia, ninaona ongezeko kutoka upande wa Ukraine kwenye idadi ya raia waliouawa na kujeruhiwa kwenye eneo letu. Kuna watu 183 waliojeruhiwa na wanamgambo wa Ukraine katika wiki iliyopita. Watu 30 waliuawa. Hii ndio wiki yenye umwagaji damu zaidi tangu mwanzo wa mwaka, alisema. Vile ujumbe wa kudumu wa Urusi hakika utaleta taarifa kuhusu shambulio la makusudi la kombora la Kiev dhidi ya Beriansk kwa Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova anasema utawala wa Kiev ulilenga raia kimakusudi. Sekretarieti ya Umoja wa Mataifa, ambayo hutoa maoni mara kwa mara kuhusu hali inayozunguka mgogoro wa Ukraine, haiwezi kujizuia kuona hili, haiwezi kujizuia kuona idadi ya raia waliouawa na kujeruhiwa. Mwanadiplomasia huyo
alibainisha. Vile vile, wanajeshi wa Urusi wameshambulia maeneo ya miundombinu ya nishati na usafiri yanayotumika kusaidia shughuli za jeshi la Ukraine na maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Vile vile, jeshi la Ukraine limepata majeruhi 1265 katika vita na jeshi la Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Taarifa hizi vyombo vya habari vya kimagharibi haviwezi kukusogezea, vikihofia kuharibu ajenda yao ambayo wako nayo. Kumbuka ndugu zetu wa magharibi wamekuwa wapenda vita mno, na vyombo vyao vya habari pia vimekuwa vikisaidia kupenyeza ajenda hiyo. Zaidi ya miaka 4 ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, jeshi la Urusi limebadilisha ndege zisizo na rubani kutoka vinyago hadi silaha inayoshinda vita na kubadilisha kabisa jinsi vita vinavyopiganwa katika mchakato huo. Dmitry Kuzyakin, mtaalamu wa ndege zisizo na rubani na mbuni mkuu kwenye kituo cha suluhisho jumuishi, anasema. Kumbuka, Urusi katika vita vyake na Ukraine ameendelea kujipanga na kuendelea kuwasoma pia watu wa NATO na nchi za Amerika ya Kaskazini, hususan Marekani na Canada, ambao wamekuwa watu wanaosapoti kwa asilimia kubwa vita hivi kwa kumsapoti Ukraine endelee na vita. Kwa hiyo amekuwa akijipanga na amefanikiwa kuwajua wenzake namna ambavyo walivyo, na kupitia huko kwa vita, basi kwa sasa usishangae takwimu zikatoka jeshi la Urusi likiwa jeshi nambari 1 kwa kuwa na mbinu mbalimbali za kivita, kwa sababu ya vita ambavyo anashiriki kwa muda mrefu zaidi, takriban miaka 4 sasa. Vile vile, Budapest ina nia ya kuiunga mkono Ukraine ili iweze kuwa eneo la ulinzi kati ya Hungaria na Urusi. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema, hatuna nia ya kuidhoofisha Ukraine bali kuimarisha, ili kila wakati tuwe na kitu tuiite Ukraine kati ya Urusi na Hungaria, alisema kwenye mkutano wa serikali Jumatatu. Kulingana na Orban, Hungaria itaweza kuhakikisha usalama wake ikiwa haipakani na Urusi. Alielezea utayari wa kuiunga mkono Ukraine, tayari akarudia kwamba Budapest inapinga kukubaliwa kwake katika Umoja wa Ulaya. Vile vile, mgogoro wa Ukraine na Israeli na Iran umewapotosha nchi za magharibi kuisaidia Ukraine na kukataa usambazaji wa makombora mapya kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga kwenda Kiev, The New York Times inaripoti. Chapisho hilo linabainisha kuwa mzozo kati ya Mashariki ya Kati umeathiri usafirishaji mpya wa silaha kwenda Kiev. Vifaa vya makombora ya ulinzi wa anga ambavyo Ukraine ingependa sana vilikuwa vikitumiwa haraka Mashariki ya Kati, chombo cha habari kilisema. Vile vile, Urusi haijabadilisha msimamo wake katika mazungumzo kuhusu suluhu ya Ukraine, huku pande zingine zikizuia na kufuatilia hali katika Mashariki ya Kati. Balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Roden Miroshnik anasema, Urusi haijabadilisha mbinu yake. Moscow inaendelea kusonga mbele kulingana na kauli ilizotoa. Kila mtu mwingine amesimama na anajaribu kujizuia kusema, ndio, tuko tayari kujadiliana kila wakati, lakini kama kawaida hatupendi mapendekezo yoyote. Sasa nadhani nchi ambazo zinahusika moja kwa moja au kwa njia sio moja kwa moja katika mazungumzo zimechukua msimamo wa kusubiri na kuona, na kila mtu anaangalia kwa karibu kinachoendelea Mashariki ya Kati, mwanadiplomasia huyo alisema. Operesheni ya kijeshi kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran inatishia bodi ya amani ambayo Washington ilianzisha ili kutatua hali kwenye ukanda wa Gaza, Politico inaandika. Kulingana na chombo cha habari, bodi ya amani imeingia moja kwa moja kwenye vita nchini Iran, ikipunguza kasi ya maendeleo kidogo iliyopata. Tangu kuanzishwa kwake kutangazwa mwezi uliopita hadi sasa, bodi hiyo imeweka akaunti zake katika Benki ya Dunia na JP Morgan Chase. Afisa utawala wa Trump anasema, kwa sasa tunafanya kazi na nchi zilizotoa ahadi za kuwapatia taarifa, aliongeza afisa huyo. Takriban mataifa 20 yaliahidi zaidi ya dola bilioni 16 kwa bodi hiyo mwezi Februari, huku Marekani ikiahidi hisa ya dola bilioni 10, Politico ilisema. Vile vile, suala la eneo ni mojawapo ya masuala makuu yanayopaswa kutatuliwa kama sehemu ya mchakato wa amani wa Ukraine, lakini mambo mengine mengi pia yanahitaji kuzingatiwa, katibu wa habari wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema. Shukrani kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.